Naam, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wasallam. Ba'd, ndugu yangu mfuatiliaji, nikukaribishe tena katika mwendelezo wa darasa yetu huru katika chaneli yetu hii huru ya Jureej Mo. Leo biidhnillahil karim tutaelezea darasa ambayo kichwa chake cha habari kinasema ukiota ndoto hizi ni dalili ya kushuka kiuchumi, lakini pia ni dalili ya kupigika kwa namna moja au nyingine. Hizi ndoto ziko nyingi sana ndugu yangu. Kitu cha kwanza, kama unaota ndoto, ima hiyo ndoto iwe ni mbaya au ima hiyo ndoto iwe ni nzuri, mshukuru sana Allah jalla jalalu. Kuna watu hawaoti ndoto. Naam, kuna watu hawaoti ndoto kabisa. Kuna mtu anakuja anabebwa usiku, anaenda anafanyishwa kazi, anabebwa mtu usiku, anaenda anafanyiwa vitu vya ajabu, hana habari yoyote. Akiamka tu asubuhi anajikuta yeye mwili wake maana yake unauma, viungo haviko sawa. Vipi na wakati umelala umepunzika? Usiku umefanya nini? Amefungwa haoti. Lakini yule ambaye anayeota, sasa kama unaota hii, sasa ni dalili na Mwenyezi Mungu anakudhihirishia na kukuonyeshea ya kuwa kinachoendelea wewe katika mwili wako ni kitu cha namna gani. Sasa leo nitakuelezea baadhi ya ndoto ambazo ni kubwa kabisa. Ndoto hizo ukiziota basi utambue kwamba hauko vizuri na utashuka. Hata kama uko vizuri, uko sawa, lakini utashuka kiuchumi. Yani jitayarishe hilo. Unaona Lakini pia kama ushashuka na hauko vizuri, maana yake ni kwamba sasa tafuta suluhisho ya kuweza kujitatua na kujinasua katika hiyo hali ili uweze kukua vizuri. Ndugu yangu, ndoto ya kwanza kabisa ni ndoto ya kuota wewe unafanya mapenzi. Hii ndoto ni mbaya sana 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 sana. Hii ndoto itakuweka mbali. Kwanza, kitu cha kwanza unachokimbizana nacho wewe katika maisha, na kila mmoja katika dunia ni mtafutaji na anatafuta. Lakini ikiwa ndoto hii unaiota, basi hata kama wewe uko katika mahusiano, haya mahusiano hayatokuwa na amani. Haya mahusiano sio yenye kudumu. Mahusiano hayo hayatodumu na yataishia katikati, au kutakuwa na vipengele vya vurugu na kutakuwa kuna kesi nyingi, yani magombano mengi sana katika hayo mahusiano au katika hiyo ndoa. Lakini pia katika upande wa utafutaji, lazima tu wewe utarudi chini. Hata kama unapata pesa katika duka lako, katika biashara yako, unapata pesa nzuri sana, pesa tu nzuri, lakini pesa hiyo utaona kwamba mbona hii pesa sioni muafaka wake na mafanikio yake, mbona hii pesa sifikii pale ambapo nakusudia kufika. Kwa maana hela utakuwa huioni. Kweli hela inazunguka, biashara unaona, lakini huendi kama ulivyokuwa zamani unafika. Lakini ndoto hii ya mapenzi, ndugu yangu, ninapozungumzia ndoto hizi za mapenzi, ni ndoto ambazo zinazofungamana na majini. Hawa viumbe wa kimajini hawa, kwa sababu huwezi kumuona kwa uhalisia wake, utaona tu wewe unaota unafanya mapenzi na fulani, unafanya mapenzi na watu fulani na mtu fulani. Mwingine anakuwa ndio haoti kabisa, anajikuta tu asubuhi akiamka ameloa. Kuna bwana ndugu yangu mmoja akwambia ninapiga bao zaidi ya 7 kwenye usingizi mmoja. Anaota mara 7, yani anapiga, akwambia shuka limechafuka, godoro limechafuka, mimi mwenyewe mwili mzima nimechafuka. Subhanallah. Lakini katika upande sasa wa mambo mengine ya mafanikio ni haba manthura, hakuna chochote ambacho wanafikia. Kwa hiyo piga vita na kuona kabisa kwamba jambo hili la ndoto haliko vizuri. Tafuta suluhisho uweze kukaa vizuri, ndugu yangu. Na zipo namna, bimaana huyu ni jini. Ni hapa nimezungumzia katika upande wa mapenzi. Unaota wewe unafanya mapenzi. Kuna mwingine anaota yeye anapokea pesa tu. Yani yeye kazi yake ni kupokea pesa tu, au kuokota pesa. Mwingine anaota tu anapaa. Katika kupaa hapa kunako kwenye kupaa, si kila ndoto ya kupaa ya mafanikio. Ndoto nyingine ni za, kwa sababu ndoto huwa zina vice versa.
Ukiota wewe unapaa, usije ukajiona kwamba basi mimi nitapaa kimaisha nitakuwa vizuri. Nyingine hazina maana hiyo. Tunakubaliana mimi na wewe kwamba mtu unapokuwa uko shuleni, maana yake hii na tafsiri ya kwamba upo katika chanzo cha wewe mwisho wake utakuwa mtu mkubwa. Si ndivyo? Basi uko shule, uko skuli. Lakini haina maana kila ndoto ya skuli basi ni mafanikio. Wewe ni ushamaliza skuli muda mrefu, ushamaliza shule muda mrefu sana. Lakini leo unakuja unaota wewe uko shule. Bimaana hii ndoto ya kuota uko shule unarudishwa nyuma. Hii ilikuwa ni zamani. Leo unaota uko darasani. Mwingine anaota anaingia darasani, anasoma pamoja na wenzake. Unaona mara anafeli, mara yeye anapigwa, mara sijui daftari yake, mara amefeli katika masomo. Wewe unakuta kwamba ndoto za shule sio ndoto nzuri za kurudisha nyuma wewe kimafanikio. Unaona? Lakini kuna ndoto mtu anaota yeye anakufa. Hii ndoto usihukumu kwamba mimi inawezekana basi nitakufa, au nimemuota mtu fulani anakufa kwamba atakufa. Angalia ndoto zilivyokuwa na vice versa. Mara ngapi umemuota mtu amekufa lakini hajafa? Na mara ngapi umemuota mtu hajafa lakini hayuko kwenye mafanikio? Na hayupo kwenye mafanikio, maana yake inakuwa kinyume chake. Huyu mtu amekufa, maana yake huyu sio kwamba amekufa. Hapana, huyu atakuja, kwa sababu kifo ni kitu ambacho ni kitu ambacho kinapotokea kinakuwa ni kigeni. Ni jambo la kustaajabisha sana, japokuwa ni kitu ambacho ni maarufu na kishazoeleka katika masikio ya kila mmoja. Lakini vipi leo kifo kikitokea kinakuwa ni kigeni tena? Na kati jana tumekisikia tu, jana kuna watu kadhaa wamefariki, wamezikwa. Jana kuna watu tumewazika, tumemzika jamaa tushazoe. Leo imetokea tena, tunaona tena ni aghlabu ni kitu kigeni. Bi maana ya kwamba mtu ukiota unakufa au ukimotea mtu anakufa, huyo sio kwamba amekufa. Inawezekana huyo ni mafanikio, atakuja kupata kitu kigeni kipya ambacho hakutarajia kukipata. Iko namna hiyo. Au ataenda sehemu ambayo hajawahi kwenda, atasafiri sehemu nzuri, atasafiri safari ambayo ni ya furaha, hajawahi kwenda kusafiri. Au atapata kitu ambacho hajawahi kutarajia kwamba atashika kitu hicho. Kwa hiyo ndoto yako ndio inakutafsiria na kukuonyeshea mustakabali wa maisha yako ni nini. Kwa hiyo angalia ndoto yako ndugu yangu, usipuuze ndoto kabisa. Wewe unaota una makalio makubwa. Kuna mtu anaota na makalio makubwa na makalio yake ni madogo tu. Au mtu anaota meno yanachomoka, meno yanachomoka, anakuwa kibogoyo. Subhana Malikul Quddus. Je, maana ya hii ndoto ni nini? Unaona Kwa ni vitu ambavyo hutakiwi wewe upuuzie. Hutakiwi wewe upuuzie ndoto. Ifuatilie ndoto yako. Tafuta mtu ambaye ni mjuzi akueleze kwamba nimeota ndoto ya namna hii. Hiyo ndoto unajulishwa. Mungu anakujulisha kwamba kuna kitu kinachokuja mbele yako. Inategemea kwa ndoto hiyo, kama ni nzuri maana yake kuna kitu kizuri kinachokuja mbele yako. Hicho kitu ni kibaya, ndoto ni mbaya, maana yake kuna kitu kibaya kinachokuja mbele yako. Kwa hiyo uchukue tahadhari kabisa kudhibiti kinga kabla ya hilo tukio. Namuomba Allah atuafikishe katika hizi darasa, katika yale anayoyapenda na anayoyaridhia, katika darasa nyingine inshallah.